Bwana sifiwe. Mimi ni Apotre Jean-Baptiste Paluku Mwangu Nyalete Masika. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Nikisema Bwana Mungu wetu wa majeshi, Bwana wa mbinguni apate uwezo kubariki. Ninakuja kuwaambia kwamba leo ni Sunday, tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2024. Ninakuja hapa kwenye live nikiwa katika mjini kanaitwa Stambo Town. Naona kwenye Amishi wanafanya milima na ufuo, na ninakuja kukuambia kwamba Mungu ni mwema. Ndani ya kitabu cha Marko sura yake ya 4 mstari wa kwanza hadi 12, Yesu alikuwa akizungumza pamoja na makutano. Anasema alikuwa kando ya bahari, na wakati alipokuwa kando ya bahari, Biblia inasema ya kwamba kwa kando ya bahari, Biblia inasema alisema na watu wakahubiri kwa mifano mingi sana. Mmoja wapo ya mifano ambaye alihubiri nayo, alikuwa anahubiri mfano wa kwanza ambao alihubiri nao, alikuwa mfano ambao alihubiri nao. Mfano wa kwanza ilikuwa mfano wa upandaji mbegu. Ndio maana katika shamba hili mkulima anakuwa na imani ya kupanda mbegu yake. Anapokuwa na imani anakuja kupanda mbegu. Kwanza unapopanda mbegu, jua kwamba gala mahali pokuwa mbegu unapungukiwa, unaenda kuiweka kwenye udongo. Na kule kwenye udongo hauogopi hata itaoza ama inaweza kufa. Lakini una imani kwamba katika kipindi hichi ni kipindi cha kupanda. Kipindi hiki ni kipindi cha kupanda. Maandiko nasema, akasema mbegu nyingine ikaanguka kwenye njia, ndege wakaja wakala. Mbegu nyingine ikaanguka kwenye mwamba, na kwa sababu haikuwa na udongo ikaota, lakini haikuendelea kumea kwa sababu wakati jua lilipokuja likaikausha, kwa sababu haikuwa na mizizi ndani ya udongo, maana ilikuwa kwenye mwamba. Na mbegu nyingine ilianguka kwenye miba, na miba zikaisonga. So na mbegu nyingine ikaanguka kwenye udongo mzuri, ikazaa matunda, nyingine 130, nyingine 60, nyingine 100. Ndugu mpendwa, hiyo ilikuwa ni udongo aina 4. Ya kwanza barabara, yani njia; ya pili ni mwamba; ya tatu ni miba; ya 4 ilikuwa ni udongo mzuri. Alafu wengine wanafunzi na watu wengine ambao walikuwa pale wakisikia, wakaja wakamuuliza, Bwana, kwa nini ulisema nasi kwa mfano akiona amekuwa pekee? Yani walimtafuta Mungu katika upekee, walimuita katika upekee. Wakamwambia, wakasema, Bwana, je, una wakati wa kutafuta Mungu katika upekee ili upate kumuuliza habari za mifano ambao iko napitika katika maisha yako, habari za mafumbo, ili upate kujua ukweli wa neno la Mungu, kwa sababu tunaposoma maandiko matakatifu lina ukweli ndani yake. Je, umemtafuta Kristo wakati gani ili kwamba upate kufunuliwa maneno ya Mungu? Maandiko yanasema ya kwamba akaenda akamwambia Yesu akiwa peke yake, akamuuliza, Bwana, tufundishe kwa nini ulizungumza na mifano? Lakini akasema, kwa nini mumepewa kujua siri ya ufalme wa mbinguni. Mumepewa kujua siri. Unajua, unaweza ukajua ufalme, lakini pia kuna siri ya ufalme. Kuna siri ya ufalme wa mbinguni. Sio kila mtu ambaye anasema ufalme anajua siri ya ufalme. Na siri ya ufalme ndio ya maana ukiwa umejua siri ya ufalme, utaingia ndani ya ufalme. Ukienda kuingia any kingdom, haujue mila na tabia na sheria za ile kingdom, utashikwa ukaivunja. Unaweza kutembea mahali ama huko fasi nyingine unatupa majani barabarani, kumbe katika ile kingdom hawatupe majani barabarani, utafungwa. Kwa hiyo Yesu alikuja na habari za ufalme,
Na wakati alipokuja katika na habari za ufalme, ndani ya ile ufalme alikuja na sheria za ufalme. Ndio maana anasema kwenyu nyinyi tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake yote. Ndio akaambia wanafunzi, nyinyi mumepewa kujua siri ya ufalme, lakini sio hawa, ili kwamba wanaposikia wasifahamu, wasielewe, ili wasije wakasamehewa. Unaona, Yesu alikuwa na neno likia watu ambao kupartikilia, lakini lile neno likakuja kwa watu wote, tena likakuja kwa watu wote waliomwamini. Halikuwa na upendeleo. Sisi ni kwa ajili ya wote. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba wakaanza kuambia mfano, akasema lilianguka kwenye akasema sasa mfano huu wa kupanda mbegu ni nini? Akasema mpandaji mbegu ni baba yangu. Na neno na mbegu ni neno. Na lianguka kwenye shamba, kwenye njia iko shetani. Watu wanasikia neno la Bwana lakini walishike na shetani analichukua. Asena kwenye mwamba ni wale ambao wako na shughuli za maisha mateso, na neno la wanapolipokea halina mizizi. Na wale ambao wanakuwa kwenye miba ni wanasongwa na mambo ya dunia, utajiri, mali, na inafanya nini? Inasonga neno la Bwana. Asema lango kwenye udongo mzuri ni wale wanapokea neno la Bwana kwa hamu na kuiweka kwa matendo. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.